aliye kama wewe, jina lako linuliwe. Heshima na sifa na utukufu ni zako katika jina la Yesu. We give you glory, we give you honor, our Father. Thank you for showing your favor upon us. Thank you for showing your love upon us. We give you glory. We lift our voices and declare you are God. As you lift up your hands, just ask God to minister to you in the word that He has prepared for us tonight. May the word speak unto you. We welcome you from wherever you are watching us from, and even those who are here. We are just ready for you, God. We are ready for the things that you have prepared, oh God. We are ready for the move of the Spirit. We declare we are ready for your ministration, oh God. Have your way. Have your way, King of glory. Yes, Lord. Open the eyes of my understanding, Lord. Open the eyes of my understanding, Lord, that I may see you, Lord. You are God. There is none like you. Twakupa sifa na utukufu. We give you praises because you are worthy. Father, as we sit down to hear your word, we pray that the spirit of life, the spirit of understanding, the spirit of revelation will be upon us tonight. And God, in everything that we will learn, may your Spirit have His way. In Jesus' name we pray and we do give thanks. Amen. We can give a celebratory clap in the presence of the Lord. We celebrate you, Father. We give you glory for what you have done. Amen and amen. God bless you. We may take our seats in the presence of the Lord. And as we continue with the word, my faith is that uko katika uwepo wa Bwana na kuna mambo Mungu angetaka kunena nasi. We are going on talking about a restoration. Praise the name of the Lord. And one of the key things ambazo ninataka tuzingatie, it is the restoration of God's workings in the church. Urejesho wa utendakazi wa Mungu katika kanisa. The Bible says faith comes by hearing, and hearing by the word. Amen. So unless we talk, unless we share, unless we speak the word and we learn from the word, we may be people who might never get to the place where we ask ourselves, are we living as the church? Are we in the place ambao kanisa linapaswa kuwa? Bwana asifiwe sana. Nikasema the other time, to restore is to bring back to possession. Amen. Restore simply means bringing back to position, bringing back to the original status. Bwana asifiwe sana. Na ni muhimu watu kuelewa ya kwamba Mungu ameongea sana habari ya restoration. Kwa mfano, Joel chapter 2 is a chapter of restoration. It talks about the restoration. I will restore to you what the cankerworms and what the rockers and what the bad rockers have eaten. I will restore to you, I will pay to you double. Praise the name of the Lord. Meaning that kuna wakati kanisa linaweza fika mahali na vitu zile walizo nazo zikaharibiwa ama standard wakaipoteza. Bwana Yesu asifiwe. Na ni vizuri kila mtu kujiangalia, and sometimes take even the personal initiative to seek, am I in the same position or have I lost position? Because I want to say this, restoration comes, number one, to those who know they have already fallen. Kitu moja italeta urahisi wa urejesho ni wakati mtu yeyote atajua nimepoteza kitu. Bwana asifiwe sana. Kwa mfano, wakati wale ambao mumebarikiwa uko na gari, unaweza endesha gari kwa muda mrefu uendeshe, lakini siku ile tairi itapasuka, ndio unajua it needs replacement. Bwana asifiwe sana. Kuna vitu kama zile spark plugs ambazo zinasaidia katika kuchoma mafuta. Na ile spark plug ikiwa iko na kasoro, ikienda izeeke zaidi, ni lazima utoe, you bring a new one. Otherwise the vehicle will be slow, haitakuwa na nguvu. Jina la Bwana libarikiwe. If there is a faulty part of a vehicle or
tuseme one of the working things in a vehicle na haifanyi kazi vizuri, ni lazima itafutwe ingine iwekwe ili gari irudi normal. Jina la Bwana libarikiwe. Na wewe ni vizuri kujiuliza katika maisha, am I walking the same way I was walking? Drive ile nilikuwa nao, passion ambao nilikuwa na, am I still in the same? Ama imepungua? Kwa sababu kama haujui imepungua, ni ngumu kutafuta restoration. Praise the name of the Lord. So knowledge is key to restoration. Number 2, besides knowledge, there is the urge, the desire for that restoration. You know, you cannot just know that umepoteza funguo, uwedi kwa fundi kumwambia nitengenezee ingine. Tuseme kwa nyumba mko watu watatu, mnahitaji funguo 3 maana hamuigi the same time, na ni vizuri kuwa na independence, privacy, hamutaki kuachia neighbor funguo, mnataka funguo 3. Lakini umepoteza funguo 2, hauendi kwa fundi kutafuta, hauendi kusema nitengenezee funguo. One day unaweza lala nje. Praise the name of the Lord. Ushawahi kutana na watu ambao hawapendi nyumba zao kuvunjwa milango? Wako. Ukipoteza funguo zote ndio unajua. Anakuambia murango yangu huwa haiguzwi. Hiyo ndio siku utarara nje, ama utafute binu ambazo hazieleweki kutajaribu kufungua mlango. I'm saying this. Kama hautafuti hauwezi kupata. Praise the name of the Lord. Kama hauna nia ile ya kutafuta hauwezi kupata. Another thing that I'll say, revival also, or rather restoration also depends on divine timings. And that is where we are. We are talking about revelation. Praise the name of the Lord. When God is restoring, one of the key factors that makes it possible for restoration to happen is that divine factor. The divine factor is the timings of God. Majira na nyakati za Mungu. Unaweza taka restoration, lakini restoration haifanyiki kila wakati. Inafanyika katika wakati mwingine kuambatana na majira zile Mungu ameweka. Anaweza taka kurejesha, anaweza taka kuinua. Jina la Bwana libarikiwe. Right now, me, I'm suspecting that there is a desire in the heart of the Lord. And I trust that that is true. God wants to restore the church. Na ndio kanisa imekuwa na vurugu. Msiraumu ati serikali kila wakati, serikali inafuga kanisa. Kuna kitu Mungu anajaribu kuweka. Do you know we have taken it casual for us to come to church? It is just common. It is ordinary for us to be gathered. Ukiuliza hata watu kwa nini umeenda kwa kanisa, wengi wetu hata hatuna idea ni nini kimetuleta. It's only the sense of belonging. I belong to this fellowship, and you know on Thursday there is a fellowship. So I am there on Thursday because there is a fellowship. But the hunger and the thirst for God is not as it is supposed to be. Am I communicating? We are here on Sunday. We are there in the church on Sunday. But the driving force is not what God is driving at. Praise the name of the Lord. In fact, what I would like to say, God's agenda has been lost in the church, and that is one thing ambao Mungu amekoroga ili agenda yake ianze kuingia kwa akili. Jina la Bwana libarikiwe. Hapana fikiri ni kawaida watu kukufa vile wamekufa, mpaka kwa kanisa, mpaka huku mbele, mpaka kwa madhabahu. Wengine tumefanyiwa kitu ili tuelewe hii dunia si kukaa tunakaa. Maana wengi wetu maisha ile tunakaa. Yesu akarudi kama leo, kuna kanisa kubwa litabaki duniani. In fact, mimi nasema Yesu akirudi kama leo, kanisa ile itabaki. Kuna probability ni kubwa kiasi kwamba in fact there can be created a theory hao watu ni kujificha, wamejificha because they might be the minority. Am I communicating? They are so few that we can come and gather and even assume hawa watu ni kutoroka. Wamefanya nini? Wametoroka wakahamia hiyo kanisa ingine. Hata tuanze kutuma watu, chuguzeni hawa watu kule walienda, muwaone, tupate ripoti, tujue vile tutafanya. Bwana asifiwe. Kwa sababu watu wengi agenda ya Mungu tuliacha. Agenda ya kwenda kule tuliitwa, tuliondokea. Agenda ya kufikia kile Mungu aliweka haiko tena kwa akili za watu. Na ndio maana Mungu amegonga ili watu wengine turealize duniani si kwetu, ni kuenda tunaenda. Niliwaambia wale ambao wamekaa hapa siku nyingi, wakati mmoja sikumbuki hata nilikuwa nafundisha nini, nikawaambia kanisa la mwanzo, there were two things that were making them the church they were. The church of the book of Acts, there were two things. Number one, they were always on their toes.
They were going to heaven the next day. Because Yesu alitoka na alisema ya kwamba naenda kuandaa mahali. Si wamemuona Yesu vile anafanya mambo? Mtu ambaye hahitaji bakery ati hapo ati afugue bakery ili mikate iongezeke watu 5,000 wakule. Anaipika hapo na dakika moja anasema watu waketi. Wakiwa wanaketi mikate imeiva. Na haivi ati vile unafikiria. Ni wewe kata kipande, pea jirani kipande. Unapea neighbor anakata, anapea jirani. Na mkate haiishi. Mpaka inazunguka mkate. By the time unamaliza kuna mkate ingine inarudia. Unakata nusu yako ukikula. Inaenda mpaka mikate. Mtu anashikilia anauliza nani hajakula? Kila mtu anasema mimi niko na yangu. Mimi hata niko na 2. Wakakubaliana waweke kwa vikapu, wakaokota vikapu 12. Wamemuona Yesu akifanya mambo without the necessity of time. Are you getting what I'm saying? So when Jesus said, I am going to my Father, and when I make a place, I'm gonna come back, these guys, we are sure he is not taking long. Amen. Lakini Yesu amekawia. Tangu aliposema hayo maneno ni karibu miaka 2,000 sasa. Tumebakisha kitu kama miaka 10 ifike ile miaka Yesu alienda. Maana aliondoka duniani ile mwaka tunaita AD 33. Praise the name of the Lord. AD 33. Kwa hivyo tukifikisha 2033, hiyo tumebakisha miaka gapi? Miaka 10 na miwili. Itakuwa imetosha ile miaka 2,000 kamili tangu Yesu alipotoka kwa hii dunia. Wapendwa, Yesu amekaa mpaka tukaona ni kawaida watu kusema anakuja na hakuji. Kwa hivyo agenda ya kwenda kule tuliitwa kanisani imeondoka. People don't even understand why they are there in the church. We are not born again to be rich. Brethren, wealth and riches are a bonus in our salvation. We were born again to inherit the kingdom of God. That is the main agenda. Now that agenda, when it disappears from the church, God must hate the church. Bwana Yesu asifiwe. Hizo manyumba watu mnalinga nazo, tumejenga, tumefanya, inafungwa mnajikuta hiyo kinyumba. Maana Mungu hayuko interested na nyumba. Mungu hajali kama madhabahu yenu imejengwa na dhahabu. Hajali kama ni ya bao. And I want to say this, I am afraid the church has lost that divine agenda. Praise the name of the Lord. And when that divine agenda is lost, things are not working for us. Wapendwa, I imagine and I remember because I was there sometimes back when there was a revival. Where we used to go to church, the churches were mostly floor ni ya udongo. Lakini even though floor ni ya udongo, we were careless about what gonna happen. Mimi ninajua tumetoka mikesha. Mtu akiwa na matope, amejaa matope, munamuosha na maji guo, munaiosha ikiwa kwa mwili. Ili angalau apite, watu wasimuangalie sana. Na saa hiyo unaoga na maji baridi, unaoshwa na maji baridi ama pengine hata kama ni maji moto, si guo itapoa tu kama ukienda kidogo. Si itakuwa baridi. Wapendwa, mtu anaoshwa wote kwa sababu hata wengine wapendwa. Kuna watu walienda nyumbani na leso. Si kwa sababu ya kupenda. Sisi ameenda nyumbani amejifuga leso kwa sababu gani? Nguo yake ni kitu hamwezi fua. Amelala kwa matope. But the move of God was there. And we were hungry for God. Sio watu wa siku hizi ambao unaombewa anaweka miguu vizuri asije tuache hiyo maneno. And I pray that God will restore the move of God. Nguvu ambazo zitashuka. Where hata Asha anaenda na hiyo nguvu. Bwana asifiwe sana. Na irudi haraka mimi naomba. Kwa sababu wapendwa tuko so superficial in our faith. Amen. Kitu ambao hata ieleweki. Why are we there in the church? Glory be to God. Sikuwa nataka kwenda njia hiyo. Lakini I hope you understand. If there will be restoration, nimesema number 1, there must be knowledge. Number 2, there must be a desire. Number 3, there must be the divine input. Whereby I've said, we need to know the timing of God. Majira ya Mungu na nyakati zake. Uelewe kama kutakuwa na revival, ni lazima iondoke na muondoko wa Mungu. Revival does not just happen because muliomba sana. There are revivals that break forth at the appointed time. Praise the name of the Lord. Do you know the crop ya wahubiri ambao unaona akina Dr. Mark,
akina Dr. Harrison, watu ambao siwezi wataja wote lakini wako. Hiyo crop unaona hapo. Go and seek. Utagundua ya kwamba they got born again in the revivals of the 70s that came to wane around the 90s. Hapo ndipo iliishia. The group ya watu ambao unaona wakihubiri. Lika langu halikuokoka jana. Lika langu lile linahubiri liliokoka hiyo miaka ya 80s na 90s. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa nikuulize, can't you realize ya kwamba kanisa lile tuko ni lazima kutatokea revival, and I pray that God will help you to understand that there is a revival that is coming and we need to prepare for it, because there is a new crop of men and women God wants to raise for the next generation. Do you understand what I'm saying? Because unless God awakens a new generation, we might have a disaster in this generation. Kizazi ambacho kinakuja hakina mtu wa kuhubiria. Maana injili ya sasa ni injili ambao ni so centered on materialism. The church is not a church until it is so materialistic. Praise the name of the Lord. Wapendwa, niwaambie, there was no Facebook in our time to live stream as we are doing today. But the church was known in different locations. People knew the church. Jina la Bwana libarikiwe. Hallelujah. Bwana asifiwe. Nimehubiria watu ambao mtu anakuja kwa kanisa anasema kule ametoka mpaka mimi kama mchungaji hata ninaenda out of my way, ninamngoja baada ya ibada, ninamuuliza ama ninatuma aitwe mtu, kwa sababu kulingana mahali ametoka there must be an agenda. Ninamwambia hebu kuja, umekuja, umetumwa, ni nini imekuleta? Mtu ananiambia nilisikia habari ya vile Mungu anafanya kazi hapa, nikatoka kwetu nikuje nishuhudie. Blessed be the name of the Lord. And I can tell you, people would come from even over 50 kilometers just to come and be in the service and hear the word of God. As simple as that. Kuna watu walikuwa wanatembea over 15 kilometers to be in church. Nothing. We were not a big church. We were not well known. It was not like today that you can say there is social media, somebody. No. Our church, it is word of mouth actually. Na mtu anajua kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Wachungaji wengine kukutana na wao haikuchukua ati kwamba simu upigie mtu, hakukuwa na simu. It is word of mouth. Mtu amekusikia anaenda anasema kwao, kuna Mungu, kuna mtumishi, kuna mtu wa Mungu. Bwana asifiwe. Lakini kanisa la leo hata kutategemea kile umevaa kama watu watakufuata. Kutategemea vyombo zile uko nazo, watu wale mko na wao. Okay, we must run with the times, and because it is the time that we are in. But I want to say, is that everything in the church? Not really. There is something bigger, there is something higher, there is a mightier power in the presence of God. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo nafikiri umeelewa. And I want to say this concerning the divine agenda. Si nimeitaja the divine agenda. You must know this. You cannot understand the divine agenda without a revelation. The divine agenda, the timings of God, the season of God can only be understood, can only be known through a revelation. Kwa hivyo ni kusema kanisa kama hakuna ufunuo, kanisa kuna agenda hatuwezi drive, agenda ya Mungu. Maana agenda ya Mungu haiko katika hii dunia. Agenda ya Mungu hakuna mahali utaipata kwa vitabu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mambo ni kuambia haitegemei umesoma Biblia mara ngapi. I have gone through the Bible, but there are times when I have understood a move of God did not require the scriptures I knew. It required a divine input, a divine understanding, a revelation, ufunuo. Bwana Yesu asifiwe. Mafundisho mengine ambao nimefundisha yakawa with an impact. They never came because I read the scriptures. They came because there was a revelation. Na huwa nasema mambo yale nimefundisha makubwa, hata yale nimewafundisha hapa makubwa, hayakutoka kwa sababu nilikuwa naenda through my Bible and then I came across a scripture. No, it was just a revelation.
A divine revelation. Praise the name of the Lord. And a God came, and a God spoke, and a God ministered. Hallelujah. So when you are in the church, and then you don't have a revelation, you cannot drive the divine agenda. And I want to say this, pray for us, even for us ministers, even for us who read you. Because if we don't understand, if we don't know the divine agenda, we will drive you the way we want. We will drive you where we want. If we want money, we will drive you towards money. Mutatoa mpaka mutashanga. Utatoa mpaka uache slippers kwa kanisa. Na useme ni Mungu ameongea, niwache hizo slippers huko. Na si Mungu ameongea, ni agenda ya kiongozi munafuata. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa nini hatuoni aibu wakati kanisa tutasoma mwaka wa pili ibada ingine, hakuna mtu ambaye anasema nataka kuokoka? Kwa nini hatuoni aibu ya kwamba tuatembea tuaishi katika maeneo na hakuna mtu akuulizae na ni wapi huo unaenda maombi? Kwa nini wapendwa hatuna hii kitu itusukume? Kwa nini wapendwa hatuwezi jua vitu ambazo zinafanyika bila mtu kukueleza? Bwana Yesu asifiwe. So last time I shared from the book of Ephesians chapter 1 and from verse number 15. And I spoke about 5 things and which I will mention briefly. Kitu moja nilisema, Paulo alisema ya kwamba kwa kanisa la Efeso, akawaambia hivi, ninajua nimesikia habari ya imani yenu na upendo wenu. Nikasema mambo yale, they are key factors in the church. Alright? Kanisa, mtu yeyote ambaye, na ni vizuri uwe unapima vitu hivi viwili, imani yako iko sawa. Number 2 is your love as it is supposed to be. Love for God and love for the people. Amen. Upendo wako uwe unaupima. Uwe unaangalia upendo wako na uwe unaangalia imani yako. Hizo ni vitu mbili. They are driving forces in the church. Praise the name of the Lord. Lakini Paulo akasema, igawaje nimesikia mambo hayo, ninawaombea, na akasema nawaombea mpate hekima, roho wa hekima, mpate na ufunuo, macho yenu yafunguke. Aliwaambia mambo hayo matatu, mpate wisdom, revelation and the enlightenment of your eyes. Macho yenu yafunguke muweze kuona utajiri wa Mungu mliowekewa. Sasa utajiri huu ndio tulijaribu kusema ni nini. Jina la Bwana libarikiwe, na tutafuata huko mbele. So one of the things that we say, when there is a revelation, number 1, there is a deeper or rather the establishment of deeper faith in God. Imani ambayo si tu kuamini nimeokoka na ninaenda mbinguni. Faith. And number 2, the faith which activates God's workings. Imani ambao inatoa utendakazi wa Mungu, inafanya utendakazi wa Mungu uonekane. Bwana asifiwe sana. Oh, there were those who were not there. Kwa hivyo kumbe mnaandika. I hope siendi bio sana, lakini na mambo haya nina imani ni ya muhimu sana. So umeelewa? Nimesema deeper faith in God. Number 2, nikasema ya kwamba it brings or activates the workings of God. Faith which activates the workings of God. Hallelujah. Utendakazi wa Mungu. Na wapendwa kanisa, hatutafika mahali pa utendakazi wa Mungu. Tutaongea mambo haya as we continue. Kama hakuna ufunuo. Kuna tenda kazi za Mungu hazitendeki kwa sababu Mungu hutenda. They require a revelation. You need to have a revelation for that to happen. I will come to that in a few minutes. Number 3, I talked about the establishment. Wakati mtu anapata ufunuo, there is an establishment. As I read that other time, 1 Peter, praise the name of the Lord. Petero alisema ya kwamba mambo haya tunayowaambia si story tulisikiza, ni ufunuo ulitukujia. Tulikuwa mlimani, Bwana akanena tukasikia, na ndio maana tunafuata, hatuwezi ondoka. Nikawaambia Petero, hata wakati alijaribu kutoroka, alijirudisha mwenyewe, akaambia askari, mnatafuta Petero? Akamwambia, ndio, umemuona wapi? Akawaambia, sio kumuona, ni mimi. Wakamsurubisha upside down. Imani aliyokuwa nayo si imani ile ambao ni ya kawaida. There was the establishment. Praise the name of the Lord. Number 4, I talked about the ability to understand the supernatural, and that is the key area that we are going to look at today. Praise the name of the Lord. The ability to understand the supernatural. Kama wewe hautafika eneo la ufunuo,
kuna the supernatural you will never understand. And I want to maybe say these two statements which are important. You will never understand, one, what happens in the supernatural realm. Kinachofanyika katika ulimwengu usio wa kawaida. How? What happens? And number two, how the supernatural works cannot be understood without a revelation. Bila ufunuo hauwezi elewa utendakazi wa ulimwengu usio wa kawaida unafanya kazi namna gani. How it works. And I want to say this. Because of the two, it will be most unlikely that you will access the supernatural. Kwa sababu ya kukosa ufunuo, hauwezi fikia kilicho katika ulimwengu huo ambao hauonekani, hausikiki. Hauwezi kukifikia. So kuna mambo kama yatawahi fanyika katika maisha yako. There must come a revelation. And I'll talk about the various levels of revelations as we continue. Praise the name of the Lord. Number 5, I talked about knowledge. Ufahamu. Kuna ufahamu. Ufahamu wa Mungu, ufahamu wake, ufahamu wa tendakazi zake. Hauwezi fikia mpaka uwe mtu ambaye there is a revelation working in your life. The revelation brings the knowledge. Praise the name of the Lord. Number 6, which I didn't mention that day, or if I mentioned as a by the way, it is the ability to fight. Uweza wa kupigana. Na kuna vita nitakwambia haiko katika the realm of the flesh. Haiko katika ulimwengu wa kawaida wa akili. Ulimwengu wa kuangalia useme, hapo hivyo nimeona kuna kitu kasoro. Kuna mambo hautawahi ona. Kuna watu Yesu alisema mbwa mwitu ambao wanakuja wamevaa ngozi ya kondoo. Kwa hivyo kuwatabua, it is only a revelation that can make you understand. This is not a sheep, it is a wolf. Praise the name of the Lord. Kuna matendo ambao wakati yatakuwa yanahitaji kufanyika. You understand? And I'll talk about these things as we continue. Praise the name of the Lord. So, revelation, I want you to now shift so that we continue with what we are supposed to learn today. Revelation basically is uncovering. To reveal is to uncover. To reveal is to uncover. Kufunua. Hilo neno kufunua nikilitaja kwa Kiswahili si unaielewa zaidi. Ufunuo ni kusema ya kwamba kufunua uondoe kwa mfano covering. Praise the name of the Lord. If we want to know what is behind here, if we were to take down the wall, if we were to take down what is here, we might be able to see what is on the other side. Hallelujah. Yes. So wakati kuna kati ni kama vile, si mnajua vile jua hufunikwa na mawingu. Ikifunikwa ni kusema hakuna jua. Jua liko na nguvu, liko na uwezo wa kukumulika na miale, liko na uwezo wa kukuchoma. But as long as it is covered by the clouds, you don't see the sun. Are we together? Stars are always there. And when there is a cloud covering, you will not see the stars. You will not see the moon. But the moment the clouds disappear, or the clouds are moved by the wind, the sun, the stars are visible. Praise the name of the Lord. Revelation ni hiyo removal of whatever covers. The removal of whatever covers. Amen. Revelation basically also is being able to see the invisible. Ni uweza wa kuona kile hakikuwa kinaonekana ama kile hakionekani. Because you can see what was not visible or see what is invisible. And when I talk about that, I'm talking about invisible to the natural eye. Praise the name of the Lord. Revelation is also the ability to hear the inaudible. Uweza wa kusikia kile ambacho hakiko katika sauti za kawaida. Bwana tukuzwe. Uweza wa kusikia mambo ambayo hata mtu akikuuliza ulisikizia wapi, huwezi eleza. Amen. Ninashukuru Mungu wakati mwingine hunipea nafasi. Ninasikia vitu ambazo mtu hakuniambia, mtu hakunionyesha. Ninaweza kuona kitu ambacho huyu mtu haoni hata katika maisha yake. Praise the name of the Lord. Mtu amefungwa lakini hajui ni mfungwa. Mtu anateswa na kinachomtesa kiko katika maisha yake lakini hakioni. Amen. Yes.
I thank God for the many people I prayed for. Sometimes mtu amekuja anataka kuombewa, lakini kile ambacho anataka kiombewe sio kile kinamsubua. Ugonjwa huu ambao anaona na macho, kuna ugonjwa asiouona. Jina la Bwana libarikiwe. Yes, ninakumbuka hata watu ambao wamekuja tukaomba, alafu mtu akarudi hospitali. Yeah, you know God has many ways of working. I'm not trying to say that God must work. God's ways are not one way. So you must understand. So even when I say some statements, it does not endorse anything. All right? So mtu amekuja, alikuwa anahitaji operation, amefanyiwa operation, hakuna kitu kinaeleweka, daktari ameenda, amefanyiwa investigation, hakuna kitu anaona. And then after prayer, ninamwambia tuombe na hiyo appointment kesho enda. Mtu anakwenda the next day na daktari anaenda anaona kile hakikuwa kinaonekana. Kuna wakati baada ya maombi tunaomba because there was a spiritual force ambayo inasumbua. Tunaomba tunaondoa the force. And then na hii dunia wapendwa, ninawaambia kuna matendo hayatatendeka mpaka tuwe na ufunuo. Jina la Bwana libarikiwe. Ufunuliwe, kwa sababu kuna mtu ambaye unaombea, lakini hata wakati anaposimama mbele ya cameras ama hizo x-ray machines haiwezi detect kile kinamsumbua, because there is a spiritual force. And I want to say this, x-rays cannot see the spiritual. Haiwezi detect the spirit. So ni roho inatesa mtu. Roho ile inafunika mahali ambao pana ugonjwa, inamfunikia. So atapigwa picha, ikitoka daktari anasema you are very okay, lakini mtu harali. Mtu anaenda akiwa ameshikiliwa na daktari amesema you are okay, mpaka unasikia wanamwambia sasa wewe rudi kwenu Geshagi, uongee na wazazi, umeolewa, ulitolewa mahali, ndio maana unateseka hivi, labda muende mtoe mahali. Unasikia mastori zile anapeana, because hata daktari anaona this cannot be natural. But when you pray and maybe God gives you a revelation, you deal with the force, inaondoka. Ikiondoka, yule mtu atarudi kwa yule daktari, na daktari atapata shida yake. Bwana asifiwe. So kuna wakati ambao you need a revelation. Amen. Kuna watu wengine vitu zingine zinaonekana. Mmoja ambaye tulikuwa tunaomba naye, yeye alikuwa ameenda akafanyiwa x-ray na kukaonekana kitu fulani ambao kiko na kasoro. Baada ya maombi akarudi, x-ray ikafanywa bili, hakuna kitu kinaonekana. Because it was nothing physical, it was a spiritual force. Praise the name of the Lord. But when you don't have a revelation, how do you deal with the search? Glory be to God. Lift up your right hand and say, oh God, restore to me the ability to see, the ability to hear in the realms of the Spirit. Hallelujah. Number 4, concerning revelation. Revelation is what I would say a perception. Perceiving. All right? You know, to perceive is to know in an open way, to know in a way that it cannot be disputed. Umejua, you perceive. Hallelujah. You understand, you have knowledge. Glory be to God. So, and I want you to look into these things deeper than even what I'm telling you. Because there's something that you must understand. This perception ambayo inatoka kwa Mungu. Do you know unaweza elezewa the same statement lakini hai make sense? Ask Naaman. Ameambiwa aenda kwa mto. Si alikuwa anakuja kuponywa? Ameambiwa aenda kwa mto, tubukiza mwili mara 7, tokea utakuwa sawa. Alisema namna gani? Kwetu hakuna mito. Was it about the river or about healing? It was about healing. There was no perception in Naaman. That is in 2 Kings chapter number 5. He has no perception. He has no idea of what God intends to do. He cannot conceive it. Because I want to say, whatever you cannot perceive, you cannot conceive. Do you hear me? Whatever you cannot perceive, you cannot conceive. Now this works even in the natural. Praise the name of the Lord. Even in the natural. Conception happens when there is a perception. There is a receptive mind. Praise the name of the Lord. Mtu anaweza kana akose kushika mimba kwa sababu akili yake haiko katika lile jambo na moyo wake hautaki.
tuache hiyo. Lakini kile ambacho nasema ni hiki: kama mtu hana a perceiving mind, hawezi kuwa na a conceiving mind. Praise the name of the Lord. So until Naaman perceive, ndio kuna mtu alikuja, Biblia inasema watumishi wake wakamsihi, wakamwambia, Bwana mkubwa, saa kama ungeulizwa ufanye jambo kubwa zaidi, si ungefanya? Ungeambiwa utoe sadaka, si ungetoa? Si hata uko nayo. Sasa haujaitishwa sadaka, haujaambiwa, umeambiwa tu uingie. Ni hasara gani uingie kwa maji? Ni hasara gani utapata? And Naaman perceived. When he perceived, he got into the river and came out clean. Getting the idea? Revelation enables you to perceive, and perceive what others may not perceive. Praise the name of the Lord. So we go back to what I said. Revelation is simply, or rather results in the ability to understand the supernatural. You remember the number 4? Na ninataka tufuate hii, kwa sababu mpaka siku ile utakuwa mtu ambaye umeanza understand the supernatural. You know how the supernatural operates. You will never get what is in the realm of the spirit. Bwana Yesu asifiwe. 2 Kings chapter number 6. Tuangalie mambo ambao yameandikwa pale, kwa sababu nataka uone matendo ya Mungu wakati mwingine yatategemea kama unao ufunuo. Do you have a revelation? Bwana asifiwe. Tunataka kuona matendo ya Mungu. Kumbuka tunaongea habari ya restoration. When God reveals, it is so easy for us. Ni rahisi sana kwetu kufika eneo ambalo tunaweza yapokea yale ambao yanatendeka. Ni rahisi kwetu kufikia eneo ambalo mambo yanafanyika. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. So let's continue, because 2 Kings chapter number 6, nataka tusome particularly from verse number 8. Once when the king of Syria was warring against Israel, he took counsel with his servants, saying, at such and such a place shall be my camp. But the man of God, that is Elisha, amen, the man of God sent word to the king of Israel, saying, beware that you do not pass this place, for the Syrians are going down there. And the king of Israel sent to the place about which the man of God told him. Thus he used to warn him, so that he saved himself there more than once or twice. Jina la Bwana libarikiwe. Hatari ilikuweko, mambo yalikuwa yakifanyika, lakini neno linasema vizuri ya kwamba Elisha would know mpango wa mfalme wa Asiria unaopangiwa kwa nyumba yake. Elisha anaujua. Bwana tukuzwe. Anapoujua, inafika mahali Biblia inasema mpaka yule mfalme akapiga kelele akasema, ni nani ambaye anatusaliti katika hii nyumba? Who is telling the king of Israel mipango ile tuko nao? Na mtu mmoja akaruka akamwambia, saa hakuna mtu ambaye anamwambia isipokuwa Elisha, ambaye anajua hata yale unanena mvunguni mwa kitanda chako. Bwana Yesu atukuzwe. Yale unaongea Elisha anafanya nini? Anayajua. Kwa hivyo the Israelites were never in danger as long as there was a revelation. How many people in the church today are living in danger because there is no revelation? Hakuna ufunuo. So mtu anakwenda tu, wapendwa, na ninasema hivi, Mungu atusaidie. Kanisa lazima lirejee mahali pa ufunuo. Jina la Bwana libarikiwe. Mahali ambapo we understand what is happening. We can tell each other what is going on in the spiritual realm. Hallelujah. Sijui kama unapata hili jambo. Imagine wakati mtu ameenda mbele za Bwana, ama mtu amekutana na mwingine, unaambiwa ya kwamba hii kitu unataka kufanya, wacha kufanya. Mungu hayuko katika hili jambo. Praise the name of the Lord. God is not in the matter.
It is you. Hii ni yako, hii ni akili unapeleka pale, ni mwili unapeleka pale. Jehova hayuko katika hilo jambo. How beautiful it is. Lakini ni watu wangapi ambao wanaanza vitu, lakini kwa sababu there is no revelation, mtu anafanya kitu wakati kimemutesa, kimemuumiza. Ndio sisi tunaitwa maombi mingi. Bwana asifiwe. Mchungaji omba, ombea hii biashara. Mchungaji ombea hii nyumba. Mchungaji ombea nini? Mchungaji ombea. Tunaambiwa tuombe kwa kitu ambacho Mungu actually ndiye anakipinga, hakiko kwake. When we don't have a revelation, the church will suffer. Somebody lift up your hand and say, I refuse to suffer. I must have a revelation. Somebody say, oh God, open my eyes, open my ears, so that I be a man who walks by a revelation, in Jesus' name. Hallelujah. Niwe mtu atembeaye kwa ufunuo. Kwa sababu wakati sina ufunuo, ninatembea tu kama wengine, ninafanya mambo kama wengine, ni lazima kutakuwa na kasoro. Na wapendwa, ninasema kutakuwa na hasara wakati kanisa halina ufunuo. Ni maadui wengi watashinda wakati kanisa halina ufunuo. Somebody say again, I want to be a man of a revelation. Say it again, I want to walk by revelation. I want to live by revelation. Hallelujah. How beautiful it is when you start a business because you have a revelation. How beautiful when you start a family because you have a revelation. How beautiful when you know why God connected you to this man or woman. You have a revelation. Praise the name of the Lord. Si kukaa ukiambia mtu mimi hata wacha nikuambie, mimi nitakuacha, hii usinitesa, usifikirie. Unaongea hivyo kwa sababu you don't even know why you are in that marriage. I refuse to be such kind of a person. Praise be to God. God connected the two of you for his own divine purposes. God brought you into certain places for us such a purpose. Hallelujah. Wapendwa, nimewaambia mimi nimekutana na mambo ya ajabu. Huwa nasema mahali ninaishi leo, mtu alikuja kwa kanisa ibada 2-3. Ya tatu nikamuita, nikamuuliza na unatoka wapi? Akaniambia natoka mahali fulani, na ni pazuri sana. Nikamwambia sawa. Akaniambia na mchungaji ukikuja huko, utafurahia, maisha itakuwa mazuri. Ushawahi ambiwa kitu na mtu halafu unashindwa ni nini anasema? Hii unatoa wapi? Lakini tumekaa, siku zimesonga, nikaanza kusikia na ni kama naweza taka kuona huko alisema. Nikaenda kuona, nilipoona ni mbali, alinipitisha Dijadefu. Na tuko na baisikeli. Sasa tulienda. Ndugu, tumeenda. Unajua ni kilomita gapi kutoka hapa? Ni kilomita 15 hivi. So wapendwa, nilichoka. Nikasikia huku hata kama nyumba ni kupewa, wacha niendelee kukaa. Lakini little did I know that this man was brought by God and he had a revelation. Hebu nikuulize, alitoa wapi maneno ya nyumba? Na mimi sikumwambia nataka kuhama. Sijamwambia nataka nyumba, lakini alikuja akaniambia, mchungaji ukikuja uone huko utakupenda. Sasa nilienda kweli nikakupenda. Kwanza nilikunywa maji. Unajua tulikuwa tumezoea kunywa maji ya chumvi, huku hakukuwa maji ya kajo. Sasa nikakunywa maji, nikasikia haina chumvi. Nikapenda maji. Lakini nilipoangalia distance ya watoto kutoka kwa nyumba kwenda shule, na walikuwa wadogo, nikaona hiyo sasa nikutesa watoto. So sikuenda. Bwana asifiwe. Mungu anajua kupanga mambo. Saa hiyo niko na jirani anasubuka, ako na mashida nyingi. Nikaona ile nyumba ni very cheap. Nikafanya hesabu zangu, nikaona hata akilipa fare bado atabakisha pesa. Nikamwambia ile nyumba kwenda kuona, hata alipelekwa na mke wangu. Alisema woi, nimefika. Ile nyumba nilionyeshwa, akahamia. Hata mke wangu akamchekelea, akamwambia hoi, utawezana na hii matope? Maana kulikuwa mwezi wa 4 hivi kulikuwa kumenyesha. Sasa wapendwa, si mimi nami tumekaa. Tulipokaa kidogo, mvua El Nino ikanyesha. Nyumba kwetu inaanza kutoka maji chini. Nyumba iko na floor lakini inachemuka maji. Tunachota maji tukimwaga. Wapendwa, Bwana asifiwe. Wacha nisiwaambie mengine ambayo yalifanyika. In short,
nilitafuta yule, na yule mtu baada ya hiyo alihama, hakukaa. So kule alinionyesha ndiko nilienda kutafuta nyumba, nikapata kanyumba kadogo, tukaingia, mwishowe tukahama tukaenda nyumba kubwa. That's where I've lived for the last 15 years. Are you getting what I'm saying? There came a man with a revelation of how my life was supposed to turn, and some things that were supposed to happen to me. Praise the name of the Lord. But unfortunately at that time I didn't understand this was a revelation. Ninawaambia, ni watu wangapi ambao tunaishi maisha si yetu because there is a revelation we miss. Somebody say, oh God, give me a revelation concerning my life. And may you receive it in Jesus' name. Hallelujah. May your eyes begin to see. Kwa sababu wapendwa, kama tutakuwa na ufunuo, kuna mashimo tutaruka, kwa sababu tutasema nilifunuliwa. Kuna hatari ambazo tutaepuka because we had a revelation. Hallelujah. Kuna mambo hatutapigwa naye kwa sababu tuna ufunuo. Kuna uponyaji tutapokea because we have a revelation. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Nimewaambia tulipohama tukaenda huko baada ya kukaa karibu miezi kama 5 hivi. Watoto wangu walikuwa wagonjwa sana na wamegojeka, tumeishi hospitali. Nimewahi wapia hii story. Tukafika mahali mpaka ninakumbuka siku moja kwa sababu ilinisumbua. Unajua ukiwa mchungaji alafu umeombea watoto kanisani, Bwana asifiwe, unabeba mafuta ile imebaki anointing, unaenda naye kwa nyumba, unawaongezea dose kwa nyumba, halafu bado ni wagonjwa. Unajua kuna aibu inakufikia, mpaka watoto wanakuona na chupa ya mafuta, unaona wanaenda because uliwaambia hata last time watapona, na wamepona na pepo zimekwenda, sasa hazikwenda. Sasa siku moja nikaona zile madawa tumepanga hapo, nikauliza mke wangu, mtu akiingia hapa shwari si ataona kama hii ni chemist? Tumefungua ka chemist kadogo pande hii ya diro because kamejaa madawa, chupa hatutupi because ukikaa wiki moja unapeleka huyu, next week ni huyu, hivyo mpaka mama anajulikana hospitali. One day, praise the name of the Lord, one day after prayer, baada ya maombi kufunga, siku moja usiku Mungu akafungua pazia lililokuwa mbele yangu, nikaondoka. Akanionyesha vitu vilikuwa kwa nyumba yetu. Ni vitu toys za watoto, walikuwa wadogo miaka 3-4 hapo. Akanionyesha zile toys, akanionyesha vile zilikuwa, na nikasikia, nilijiona nimezichukua. Nikamwambia mke wangu, can you imagine hii masumbuko yote, hizi ndizo zimetutesa hizi. Nikamwambia na sasa nitazichoma zote. Nikachukua nikapeleka nje, nikawakisha moto, hazichomeki. Sasa ni maono tu ninaona. Baadaye nikagutuka. Nilipogutuka nikaketi hivi, nikafikiria ni nini nimeona, ni kitu gani nimesikia. Sasa mimi nikakaa, nikafikiria, nikatafakari, nikaamuka, niliomba, alafu nikarudi usingizi. Watoto wakaenda shule. Asubuhi nimeamuka, nimeelezea mke wangu, tukakubaliana ya kwamba hivyo tu Mungu alionyesha tutachoma zile vitu. Kwanza tulichukua muda kuanalyze how did these toys get into our house, and we realized there was not even a single toy tulikuwa tumenunua, zilikuwa za kupewa. Na watu waliopeana walikuwa watu wangapi? 2. Tulikuwa tunawajua. So kumbe walikuwa na intention ya kufika kwa nyumba na kututesa na kutusumbua, lakini sisi hatujui. Kwa hivyo tunachukua vyombo tu, umepewa kitu unachukua. Na ndio huwa naambia watu, hata vitu za kupewa tu hapana, chukua tu haraka na kwenda hata mtu anakupea sweta unachukua, umeiweka kwa mwili, unatembea. Unaweza vaa hiyo na kutoka hapo, kile kitakufunika, utakuwa na ugumu wa kujifunua. Ndio hata ukienda kule kwa duka kuvaa nguo, wewe chunga, hapana vaa kila kitu. Hata unaambiwa hiyo hata usitoe, enda umevaa. Toa, enda kwanza ufue na uitakase katika jina la Yesu, maana mambo yanakuweko. Praise the name of the Lord. So to cut a long story short, when the children came, we explained to them, and when we explained,
I took them out, na kwa sababu nilikuwa mgeni na sitaki watu waniulize ni nini nafanya, nikagoja kagiza kaigie kama hii imeingia ya Nicodemus, haleluya. Nikatoa hapo nje, nikamwagia mafuta, nikachoma. Vienye tu nilikuwa ninaona ndivyo it behave physically, literally. Lakini nimewaambia many times, after I took these things out of my house and I burnt them, my children were never sick after that. Are you getting what I'm saying? Whatever was troubling me was in my house, planted by somebody in knowledge, not in ignorance. Praise the name of the Lord. Lakini nimeteseka, watoto tumeteseka, tumeenda, mama anatembea mpaka hospitali na huko Kimbo wapi, tunaenda kwa sababu hatuwezi afford private. Praise the name of the Lord. Unaandikiwa dawa, hauna pesa, unanunua nini wapendwa? But there came a time when the revelation delivered us from the yoke of the devil. I pray that you shall receive a revelation in your life, a revelation that will transform your life, a revelation that will change your situation, a revelation that will help you break the barriers that are limiting you. In the mighty name of Jesus, hallelujah. May you receive this revelation wherever you are. And even those who are watching us online, I declare, receive a revelation in the name of the Lord. May you know whatever troubles you. May you know whatever bothers you. May you understand whatever you have to deal with. In the name of Jesus Christ. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Kama kuna jambo ninashukuru Mungu kwa ajili yake, ni huo ufunuo ambao amenipea. In certain situations. That is not the only situation. Praise the name of the Lord. Wakati mmoja Mungu alinipea ufunuo. Nilikuwa nataka pesa ya kufanya ka project ya kuchapisha kitabu. Amenipea ufunuo ambao sikuelewa. Sasa mimi naenda najaribu kusign, haiwezekani. Kumbe Mungu ananiwani pesa itaenda na mkora. Wapendwa, nilichapisha kitabu ambao sijawahi ona mpaka sasa. And I'm talking about kitu kama 19 years ago. Bwana asifiwe. Wacha kunihurumia. Kwanza jihurumie. 19 years down the line, I've never seen the book. There was a revelation I ignored. So when I'm telling you, you need a revelation in this life, God must restore our ability to see. So that even when you are in the church, you will share, you will live with the men and women whom you can understand, not in the physical, but in the supernatural. Glory be to God. I was thinking the other day, I think it was even yesterday or today, nilikuwa nawaza hii mambo, nikafikiria vile vijana, it was yesterday, nikafikiria vile vijana, anatafuta mtu ambaye anakaa kama yeye, kwanza wanaume, anatafuta mtu ambaye amesoma kama yeye, na si vibaya, usinishike vibaya. I'm just trying to give you an understanding. Are we together? Mtu anatafuta mtu amesoma kama yeye, mtu akona pesa either kuliko yeye ama kama yeye. Unakuta naye msichana hata akiulizwa urafiki na mtu mwingine kiatua bunuasi, anamwangalia tu na macho ni kama ni shetani amekuja kuuliza urafiki kwa Mungu. We rarely focus on the important things. We focus on what is visible in the natural. You may marry a very intelligent man, a very intelligent woman, but that might be your undoing. Bwana asifiwe sana. Si kuna watu wameolewa na bogorara ambao haijawahi wachapa. Kweli ni bogorara lakini haijawahi wachapa. Lakini mwingine umeolewa na jamaa intelligent. Amen. Acha nisiwape mastori. Unajua niko na mastori, Nimesikia mastori ya watu. Unaolewa na jamaa ambaye amesoma kusoma. Unaolewa na unaoa mama ambaye amesoma, anajua ako na akili. Anakuacha jua ikiwa saa 6. Na kitu haujui, hata kuna mahali alikuletea karatasi. Kumbe ameweka juu karatasi ya benki ya loan. Amekwambia tu nisainie hapa nichukue 5,000 za kusupplement hii mwezi. Ukasaini bila kuangalia maana ulimtrust. Kumbe kile alikuwa chini ni notice ya divorce. Tiko hapa tushakubaliana. Ndio baada ya mwezi unaona na kupakia tu vitu kwa suitcase, anakwambia mundu ageraga haha ugithie kwanyu. Mtu anapitanga hapa ukira. Unamuuliza ni nini unasema? Unajaribu kunyatanyata, unasikia akikwambia are you leaving or do I make a call?
unaletewa photocopy. Anakuuliza hii signature ni ya nani? Ulisaini ukiwa umelala. Maana ni mjanja wa hii dunia. Ulioa mtu bila kuangalia the supernatural or the spiritual. Uliangalia juu, mtu amesoma, ataleta pesa kwa nyumba. Pesa ndio hiyo na divorce imefuata. Bwana Yesu asifiwe. Sijasema usituke juu uliolewa ama ulioa, hapana, naongelesha wengine. Ni wengine nanenea, sio nyinyi. Bwana asifiwe. Manake ni kusema, ninajaribu kuonyesha kuna watu hatukuzingatia the supernatural, we just focus on the natural. Oh, my boyfriend is a very good man. Oh, my girlfriend is a very good girl. Wacha nikwambie, are you able to see the supernatural? Are you able to see the spiritual? Can you see what other people cannot see? Praise the name of the Lord. Ni urembo unaangalia ama unaangalia urembo ule wa ndani ambao hauonekani na macho? Praise the name of the Lord. Unajua mtu anaweza vaa, ajipake marangi, ajipondoe, Bwana asifiwe, tungua anashonesha zile za huko kwa sababu anataka kuonekana. Ndio wewe huyo jamaa anavaa masuti, ananyonga mpaka, alafu tai anaweka kwa kitu kingine kanawekangwa na hapo mpaka tai inakaa kama imeinuka. Sasa jamaa anakaa ni kama ndosi aina fulani. Sasa wewe unaenda naye, kitu haujui. Jamaa ni kufunika, amefunika mambo na suti hiyo. Can you see the inner man? Can you see? I am just giving you examples. Praise the name of the Lord. Business partnership. Mtu anakuja anakuambia idea, mpaka hata wewe unaona ukiwa milionea, mpaka unaanza kuogea kama milionea. Na jamaa anakuambia leo mtu avagi hivi, ukiwa hiyo pesa ninakuelezea ni pesa mingi. Enda kwanza uinvest na guo. Haki unafagia account, unanunua suti 4 mpya kubwa nzuri. Kiatu ni ile ambao ukitokea naye hivi, haleluya. Na jamaa anakuambia hata ni vizuri mtu tukienda hizo biashara, una kodi ka taxi, si kwenda tu hivyo, unachukua haya mtu naenda ili unajulikana wewe uko na gari. Oi, unatumia pesa zako. Jamaa anakula because you never listened. You were never insightful in the spirit. You were just a natural. Somebody lift up your hand and say, I refuse to be a natural man. I refuse to be an ordinary man. I want to be a spiritual man. A man with a revelation. A man who walks by revelation. Who lives by revelation. And who does by revelation. Then I will succeed in whatever I do. Stand up on your feet in the name of the Lord and just begin to pray for the activation of your ability to see, of your revelation. Pray for it in the name of the Lord. Weka mikono kwa hicho kichwa chako, ambia Mungu, fungua, ondoa curtain zile ambazo nimewekewa, ondoa pingamizi ambazo nimezaliwa nazo. Si kufundishwa habari ya ufunuo, si kuambiwa ya kwamba ninahitaji ufunuo, but I know now in accordance to your word, I need a revelation, oh God. I need revelations, my Father, and I walk by revelations in the name of the Lord. I will dwell by revelations in the name of the Lord. I will live by revelations in the name of the Lord. Rekatala makosoli bazandela bo, rakatala makate rebasala bazandela. Oh, my brethren, let there be a revelation in your life. Let there be a revelation in your life. Let there be a revelation wherever you go. As you live this life, live by revelation. May you become a person with a revelation, a woman with a revelation, a man with a revelation wherever you go. Oh, rakataya makosoli bagande labo, rakatala makate reba sola bazando. Rekotalimo salamaganda, la pasale ketarabo zalamayande, reposela katarama shanda rabozaida. I pray that, my God,
I'll be a man with a revelation. Wherever I go, I want to be a man with a revelation. Whatever I do, I want to be a man with a revelation. In the mighty name of the Lord, I refuse to be an ordinary man. I refuse to walk in an ordinary walk. In the name of the Lord, I refuse to live an ordinary life. In the name of the Lord. Shele katabagande, shela katarabazala mayanda, rakatala bazoko robogande, repasala makatala bazande, remasala katerebo zanda rabozaya, ramakaterebo solo bozande rebozaida. Oh, in the name of the Lord, I need a revelation wherever I am, in the things which I am doing. I need a revelation in the name of the Lord. Rekesemana kotayama, palemeketela mazo, ropasala baganda raboza. I need a revelation wherever I am, in whatever I am doing. I need a revelation, my God. Open my understanding. Open the ears of my life. Open the eyes, my God. Rokotori bazalama yakata, rapoposiki magande boyata, rapoposeka maganda rababozaya, rapapapasaka mayande rebozaida, rakakata masalabayande. In the name of the Lord, I pray that God, you will do it, my God. You will minister to me. You will open my eyes. You will open my ears. I refuse to leave. Makasolo kote, rema shala kata, raba salamaka, rapa salamakate, rokosoli bazande rebozaya, rapa salamakata rabazanda. Nataka kuwa mtu aliye na ufunuo. Nataka kuwa mtu aliye na hekima. Nataka kuwa mtu aliye na ufahamu. Nataka kuwa mtu ambaye anayajua mambo, mtu ambaye anaweza yaona yale ambayo yananihusu, yale yanahusu kanisa lako, yale yanahusu huduma, yale yanahusu utendakazi. Ora kasala bazande, kama kato bozande. Every darkness in my eyes, break in the name of the Lord. Every darkness in my ears, dissipate in the name of the Lord. Every darkness surrounding me that hinders my understanding, that hinders my insight in the Lord, I decree now, break in the name of the Lord. Oh, shakatalama, lela la la kataramanama, rapopopo sokoromo katerebaza, ramamama salama katalabazandela. Relololo kotarama mama, sakokoroko simaya tokorima, rehena kasorobo zalima yande. Ondoa giza katika macho yako. Tangaza kuondolewa kwa giza la aina yoyote, giza ambayo inazuia ufunuo, giza inayotoka kwa familia yako, giza inayotoka kule umezaliwa, giza linalotoka kwa shetani, giza linalotoka kwa waovu, liondoe katika maisha yako. Receive a revelation in the name of the Lord. Receive a divine understanding in the name of the Lord. I worship you, my God. I worship you, my Father, because you are God. In the name of the Lord. Lela posoli makaye, le pasala makatala bazanda. Oh, yes, Lord. Yes, Lord. Oh, nataka nikujue, nikufahamu Bwana, nafsi yangu ya tamani
nataka nikujue, nataka nikujue, nikufahamu Bwana, moyo wangu watamani. Nataka nikujue, mimi nataka nikujue, nikufahamu Bwana, moyo wangu watamani. Nataka nikujue, naomba Bwana, nataka nikujue, nikufahamu Bwana, moyo wangu watamani. Nataka nikujue, mimi naomba nikujue, nikufahamu Bwana, nafsi yangu yatamani. Nataka nikujue, naomba Bwana, nataka nikujue, nikufahamu Bwana, nafsi yangu yatamani. Nataka nikujue, ninaomba, nataka nikujue Bwana Yesu. Nafsi yangu yatamani. Nataka nikujue. Inua hiyo mikono yako tunapoomba maombi haya ya pamoja. Sema, Bwana, uniondolee giza linalozuia ufunuo katika maisha yangu, ufunuo unaopaswa kunipa njia na mwelekeo kulingana na ajenda ya mbinguni. Naomba huo ufunuo patikane maishani mwangu. Giza lolote litokalo na maneno na matendo na kutoelewa, niondolee leo. Macho yangu yafunguke, masikio yangu yawe na uweza wa kukusikia, ili niitwe mwana wa ufunuo, awezaye kuona na kutembea na uweza wako. Katika jina la Yesu naomba na kuamini. Amen. And may God hear your prayer, and may God cause your eyes to see, and may God cause your understanding to be open, that you know the riches prepared for you, that you know whatever God has given unto you, for there are many things prepared for you. Receive your revelation in Jesus' name. Receive an understanding mind and enlighten the heart in the mighty name of Jesus. Father, bless your people and bless them in many ways, and particularly in the way of revelation. May there be revelations concerning our finances, revelation concerning our spiritual lives, revelation concerning the gifts of God and the workings of God. In Jesus' name do we pray and do we give thanks. Amen. God bless you. We can give a celebration in the presence of the Lord. Hallelujah. Amen. And amen. Amen. Mungu awabariki. Kama unayo sadaka yako, tunataka kujitolea mbele za Bwana, na Mungu akubariki kwa sababu ya kutoa kwako katika uaminifu. Na kama uko online ungetaka kushirikiana na wengine, unaweza fanya hivyo kupitia 0719727770. The Lord bless you and do you good. Continue experiencing the favor of God. Shalom, shalom. See you when I see you next.